Peace energy people. Mganga wa kweli ni Yesu. Peace. Mganga wa kweli ni Muhammad. Peace. Mganga wa kweli ni Buddha. Peace. Mganga wa kweli ni Mungu. Peace. Mganga wa kweli ni Yahweh, Jesus. Mganga wa kweli ni najaribu kukwambia nini? Wewe mfia dini unaosema Yesu ndio ngao, Muhammad ndio ngao. Yesu ndio tabibu wangu, Muhammad ndio tabibu wangu. Nazungumzia hizi dini mbili kwa sababu ndizo dini kubwa. Sisi wengi tuko kwenye haya magrupu mawili. Yesu ndio njia ya kweli na uzima. Muhammad ndiye njia ya kweli na uzima. Ukitaka Muhammad ama Yesu wawe njia ya kweli ya uzima, ukitaka Muhammad na Yesu wawe waganga na matabibu, ukitaka Yesu na Muhammad wawe ndio wenye kuweza katika maisha yako, wenye kubadilisha maisha yako, wenye kukuleta katika nuru, ukitaka wafanye hivyo, basi watambue hao kama energy, nishati itokanayo na wewe mwenyewe. Sio more energy, sio Azam energy, sio energy drink. Energy ni wewe. Ukitaka hao walimu wako, manabii wako, mitume wako, hao unaoabudu, ukitaka wafanye kazi, ukitaka nguvu yao ifanye kazi katika maisha yako, ijidhihirishe, imanifesti nguvu yao na uione katika maisha yako, sio lazima uende kanisani, wala sio lazima uwe muumini wa msikiti, wala sio lazima uwe muumini wa dini, kwa sababu Yesu hashikamani na dini yoyote. Muhammad hashikamani na dhehebu lolote. Sio kama unaelewa, Yesu na Muhammad hawana dini, hawahusiki na Ukristo wala Uislamu. Elewa hivi, Yesu hahusiki na Ukristo, hahusiki na dini ya Kikristo, na Muhammad hahusiki na Uislamu wala hahusiki na dini ya Kiislamu. Hawa ni energy mbili tu, na hizi energy ukitaka zifanye kazi ziko ndani yako tayari. Ndani yako kuna nishati ya Kristo, ndio uhai. Ndani yako kuna nishati ya Muhammad, ndio hai. Ndani yako ni nishati ya Mungu, ndiyo maana uko hai. Sasa ukitaka hiyo nishati ifanye kazi, ikutendee mema, ikuletee baraka na ibadilishe maisha yako, njia ni moja tu ambayo ni ngumu: kutenda mema. Kuwa mtu mwema, utamwona Yesu katika maisha yako. Kuwa mtu mwema, utamwona Muhammad katika maisha yako. Tenda mema, sema kweli, kuwa na huruma, hiyo ndo Yesu. Yaani kuwa na huruma, hiyo ndo Yesu. Sasa huruma haihusikani na dini. Kuwa na upendo, hiyo ndo Muhammad, hiyo ndo Yesu. Upendo hauhusikani na dini. Kuwa na msamaha, hiyo ndo Yesu, hiyo ndo Muhammad. Msamaha hauhusikani na dini. Kuwa mtu mwenye kusaidia watu, hiyo ndo Yesu, hiyo ndo Muhammad. Kusaidia watu hakuhusikani na dini. Kuwa mwenye upole, ukarimu na roho nzuri havihusikani na dini, vinahusikana na nuru ya Mungu ambayo ndo Kristo ndani yako, ambaye ndo Muhammad ndani yako, ambaye ndo Mungu ndani yako. Kuacha kudhulumu na kutenda haki havihusikani na Kristo, havihusikani na Muhammad, vinahusikana na wewe. Wewe ndiye unayeoperate, wewe ndiye unayetenda mema, na ukitenda mema tu, ile mema iliyo ndani yako unaanza kuiona ikijitokeza katika maisha yako. Ukiweka msamaha katika maisha yako, ile msamaha iliyoko ndani yako inaanza kujitokeza na kuja katika maisha yako. Ukiweka msaada katika kusaidia, ukiwa mtu wa kusaidia, ile msaada iliyoko ndani yako itafanya watu waendelee kukusaidia. Ukiwa na upendo, ile upendo
ukianza kuitenda kwa watu, wewe ukaitenda kwa watu, ile upendo ulioko ndani yako linaanza kutoka na kufanya kazi. Sio kutoka huko mawinguni, sio kutoka huko si unalipwa, eti umefanya mema utalipwa, umefanya mabaya utalipa. Vyote ni hapa hapa na vinatokea ndani yako. Kama unataka kumuona Yesu akifanya kazi katika maisha yako, kuwa mtu wa nuru, kuwa mtu wa mema, kuwa mtu wa baraka. Baraka zitaanza kufanya kazi katika maisha yako. Kama unataka kumuona Muhammad katika maisha yako akifanya kazi na nguvu yake ikibadilisha maisha yako, hivyo hivyo tenda mema, tenda upendo, tenda baraka, tenda msamaha, acha dhuluma, acha chuki, acha wivu, acha kuonea watu kijicho, acha kuwasengenya watu, acha kutumia akili yako kuwaza mabaya, acha kutumia kinywa chako kusema mabaya. Halo, Mungu ni nishati, Yesu ni nishati, Muhammad ni nishati, Buddha ni nishati. Kwa Kiingereza vinaitwa energy. Na ukitaka hizo energy sasa zimanifest, zifanye kazi katika maisha yako, katika udhihirisho, zifanye kazi mpaka ushangae, uite miujiza, ni kutenda mema, kusaidia, kutoa msaada, kutoa msamaha, kutochukia, kutovurugwa, kutovuruga, kutoumiza watu, kuacha mabaya yote. Jitahidi uache mabaya. Jitahidi, kwa sababu ni vigumu wewe ni binadamu kuacha mabaya, lakini jitahidi kuacha mabaya. Utamuona Yesu katika maisha yako. Jitahidi kutenda mema, utamuona Muhammad. Jitahidi kusema mema, utamuona Muhammad. Jitahidi kusema kweli, utamuona Yesu. Yaani hizo energy mbili zote ziko ndani yako, zimetofautishwa tu majina. Na ukizitenda hizo energy ndani yako kwa kuwatendea binadamu na wanyama na wadudu na viumbe vyenzako, hivyo ndivyo utakavyolipwa katika maisha yako. Na hayo ndiyo malipo duniani. Na hayo malipo, chagua wewe. Unataka malipo ya namna gani? Kama unataka malipo ya Yesu, tenda matendo ya Yesu. Kama unataka malipo ya Muhammad, tenda malipo ya Muhammad. Kama unataka malipo sio ya Mungu au Buddha ama sio Yawe unamuita, tenda matendo hayo ya Mungu ya Yawe. Peace.